Oh, il est bon matin le colo. Bon matin le colo. Ok. Tindika ngoli boso. Tashala misakia. Sawa. Hawa ni Bayomba wenye wako na panda. Hawa ni Bayomba. Unaona ni mingi wanatoka Katoi. Ni Bayomba hapa wako natoka Kubuporo na wako wanashuka Rubaye. Wote ni hao. Wote ni hao kabisa. Panda maisha hapa ni Kubuporo. Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV, habari zetu za saa 12 na dakika 20 kuwapasha ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson, muda wetu wa habari wa saa 12 ndani ya studio ama katika ndani ya munara huyu. Na kwa sasa leo ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, tunaendelea kuwapasha habari zetu za jioni. Na sasa mashabiki zangu mahali popote yupo, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kikufikie mara kwa moja. Na kama unavyonisikiliza kutokea eneo tofauti, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kikufikie mara kwa moja bila wasi yoyote. Na tukikuja kufungua kurasa zetu katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa habari zetu za jioni, inahitajika kwanza wewe ni shabiki yangu ama ni mara ya kwanza pamoja na mimi ndani ya Media Bukavu, endelea kwanza kubonyeza alama nyekundu katika sehemu ya chini ili habari yetu ikikufikia ama ikufikie mara kwa moja ama kila mara nikiwa ninawapea habari zinaendelea katika ndani ya uwanja wa mapambano, tayari unapata notification ama message hapa ya kuonesha tayari Bukavu TV imeelekeza video mpya kwa sasa. Na kwa kweli ili nikuja kufungua kurasa zangu na kuja kuwapesha habari kutokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo ya Nord Kivu. Uwanja wa mapambano kwa sasa umeendelea vipi ama uwanja wa mapambano umezukwa kutokea eneo fulani katika eneo ya Nord Kivu. Na kwa sasa ndawaletea habari kutokea sehemu ya Rubaya kwa sasa. Mnakumbuka Rubaya tangu tarehe 24 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Sasa mapambano ilikuwa imepunguka katika uwanja wa mapambano katika eneo ya Rubaya, lakini mzuko kuendelea kuwa mzuko kwa sasa. Wanajeshi tena ya wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC wameamua tena kuamsha mzuko katika eneo za hapa Rubaya na katika vijiji ifuatazo katika eneo ya Rubaya, katika sehemu inaitwa Kinigi na katika eneo inaitwa Kasheke. Tayari huko kuna zuka mpambano wa masasi muda wa saa 8 wa mchana wa leo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Na kama unavyonisikiliza mara kwa moja ndani ya Media Bukavu, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu nikikuletea mara kwa moja ikufikie kwa utaratibu na kuwa na sisi. Na wanajeshi wa FARDC walikuwa katika vijiji vya Mahanga na pamoja sehemu ya Buhimba katika eneo ya Walikale. Katika taarifa tunawaletea tayari mapambano imeendelea kuzuka katika eneo inaitwa Kalonge na sehemu ya Masisi hapa katika muji wa Kichanga kwa sasa. Katika wanajeshi kutokea Kichanga Masisi wanaelekea katika eneo wakija katika Walikale sehemu ya Buhimba kwa sasa. Hii ni taarifa nawaletea kutokea ndani ya Bukavu TV. Ukiwa pamoja na mimi utaenda kujua habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatua wengine wanaendelea kuwapasha habari sio ya uhakika. Na kwa sasa nawaletea habari nyingine ama taarifa nyingine kutokea ndani ya uwanja wa mapambano katika sehemu ya hapa Walikale, ndani ya teritwari ya Walikale. Niliueleza
mambo ya Walikale kwa sasa ilikuwa imepunguka kidogo, lakini mzozo tena umeamuka tangu saa 10 wa jioni wa leo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Ndege za kivita za wanajeshi wa FARDC zilikuwa zikipita katika eneo inaitwa Buhanga na katika eneo ya Pinga. Kumbuka Buhanga tayari hizi ni eneo wanajeshi wa FARDC pamoja na wanajeshi na wazalendo wako katika eneo ya Buhanga na sehemu Buhaya wako sehemu ya Buhaya na sehemu inaitwa Pinga. Tayari Buhaya iko na wanajeshi wa FARDC kwa sababu hao ndio wamemiliki eneo hili, na pamoja sehemu ya Pinga tayari huku. Na kumbukeni wanajeshi wa M23 hao wako katika eneo ya Minjenje na sehemu ya Mpeti, na katika eneo hii na katika kilomita 13 na kuelekea katika muji wa hapo muji ya Walikale katika centre ama katika centre ville ya Walikale. Na kwa sasa ilikuwa ni muda wa saa 10 kabisa. Wanajeshi wa FARDC walijaribu kushambulia katika eneo ya Mpeti na kwa sasa hawajafaulu kuchukua Mpeti. Kumbuka Mpeti ni headquarter ya wanajeshi wa M23 kwa sasa. Kumbuka nguvu mingi za waasi M23 zimetokea wakiwa wanaanza kushindwa vita ama wanajeshi wanaanza kupata uchovu, wanaromba raforo kutokea eneo ya Masisi ama kutokea eneo inavyoitwa Kalonge na sehemu ya Kichanga. Kumbuka Kalonge iko na wanajeshi wa M23 na sehemu ya Masisi na huko Kichanga, na nguvu nyingi zinatokea Kichanga zikielekea katika Mpeti na sehemu ya hapo Minjenje. Hii ni ndani ya media Bukavu, ukiwa pamoja na mimi nitaendelea kuwapasha habari inaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na nitakuja kuwapeleka ndani ya huko Fizi, ndani ya Point Zero, ndani ya teritwari ya Fizi kwa sasa. Katika eneo inavyoitwa hatua M23 inaendelea kuigiza wanajeshi katika Point Zero na katika eneo tofauti katika eneo zinaendelea kuzingatia sehemu ya hapo Point Zero. Tutakuja kuwatangazia tutakuja kuwatangazia kwa sababu William Yakutumba amekuwa akitembea leo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Amekuwa katika eneo Yakutumba amekuwa katika eneo ya Rusankuku na eneo inaitwa Ruhura, wakitembea huko kuangalia wakaaji wanaendelea kuwa katika eneo hii na kuendelea kuangalia wanajeshi wa wazalendo waliumia katika uwanja wa mapambano kwa sasa. Kumbuka Rusankuku kunakaa wanajeshi wa wazalendo, lakini il y a beaucoup de blessés là qui trouvent dans une côté au village. Les partis, vous êtes la guerre ici de côté là au côté ya Fizi. Na kwa sasa hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV, nimewapasha katika muda wetu wa saa 12 wa jioni kuwapasha habari inaendelea katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kuja kuwapeleka katika eneo ya Nord Kivu hatua kiongozi ya wanajeshi ya waasi M23 hatua kiongozi ama gouverneur wa waasi M23 Bahati kwa sasa anaendelea kutembelea vijiji tofauti ndani ya eneo ya Nord Kivu na kuendelea kujenga mabarabara zile zilizokuwa zimekosa maendeleo. Wamesema kama tayari barabara ya Ruchuru katika boda ya hapo Uganda na katika boda ya Uganda na tayari na boda ya hapo Ruchuru tayari linaanza kujengwa sasa. Msafiri wa kujengwa imeendelea mpaka magaraje ama sehemu ya umeme katika eneo ya Nord Kivu umeendelea kusongwa na kutengeneza. Kwa kweli
na kiongozi huyu wa M23 Bahati, guvernere wa Nord Kivu, ameendelea kutembelea walimaji wa kulima kahawa ama kofi maendeleo katika eneo ya Nord Kivu. Na kwa sasa ukiwa pamoja na mimi ndani ya Media Bukavu, naendelea kukupasha habari inavyoendelea katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndakuja kuwapeleka katika eneo ya Manyema. Kwa sasa habari tuko nayo tayari, Manyema kunaendelea kupatikana kulipatikana wakoroni ama tuseme wajambazi wa